Nimekuwa nikizungumzia kuhusu manabii wa uongo, na leo nilikuwa nazungumzia wale walitoa maunabii wakati the late honorable Raila alipokufa. Kabla akufe, kuna wahubiri kadhaa manabii nilipokuwa na waweka category ya false prophet, kwamba walitabiri kuna mtu mkubwa atakufa, na ilipo happen wakatokezea tena, wakaanza kusema niliwaambia. Leo nataka kutanja, niliona watu wananiambia kwa nini una hukumu. Mimi si hukumu, na kemea matendo mabaya inayoingizwa kwa injili ya Yesu Kristo. Kumbuka tuko katika New Testament, New Covenant ya wokovu. Kuna wakati Yesu aliambiwa na Peter, itisha moto uchome watu. Yesu akasema, nyinyi mko na roho mbaya ya Elia. Ile roho mko nayo ni mbaya. Walimwambia itisha kama Elia. Because Yesu alileta New Covenant ya wokovu tunaopata kupitia kwa neema. Nataka nikuonyeshe mtu aliyekemewa. Paulo akakemea Peter. Nataka nisome Wagalatia wa pili mstari wa 13 na wa 14. Na hao Wayahudi wengine wakajigeuza pamoja naye, hata Baraba pia akachukuliwa na unafiki wao. Walakini nilipoona ya kuwa njia yao haiendi sawa sawa na ile kweli kwa injili, nilimwambia Keva mbele ya wote, ikiwa wewe uliye Myahudi wafuatana na desturi za mataifa wala si za Wayahudi, kwa nini unawashurutisha mataifa kufuata desturi za Wayahudi? Nataka niseme Paulo akamkemea Keva. Keva ni Peter. Akamwambia haendi sawa sawa na ile kweli ya injili. Nami nataka nikemea manabii hapa, niwaambie waendi sawa sawa. Kuna nabii mmoja anaitwa Prophet Matthew Israel, ambao ametabiri kwamba hata baada ya mazishi ya Raila, akasema aliona Ruto ameongea akihutubia, ati wingu jeusi likamfunika rais, na akaambiwa ni rejection, na akamwambia rais ati afunge siku 3. Nataka niambie huyo prophet Matthew Israel, umekuwa ukitabiri sana, lakini fungusa sasa, fundisha neno, ni kwa maana itaenda ikuletee shinda. Unabashiri, nimeona umebashiria hata Uhuru afya yake pia, ukabashiria Uhuru afya yake, na ukasikia ulimuona ati akipatia Ruto kwaheri. Hizo maneno, najua kuna wahubiri wanaona hizo maunabii. Nataka wahubiri mcomment hapo, wanaona hizo maunabii na wahakikisha kweli huyu hakona shinda. Kuna question mark. Kuna mwingine anaitwa Apostle Michael, mwenye kupaa miwani, mwenye hata amekemea Bahati, ule muimbaji. Nimeona alikuwa anaambia Raila alitampea mpaka June. Sasa nimeona amerudi kwa madhabahu akisema nilimwambia, hakusikia. Apostle Michael, uko hiyo category ya false apostles, kulingana na mafundisho yako na yale mambo unaofanya kanisani mwako. Kuna mwingine anaitwa Prophet Dr. Samo, alikuwa anaongea hapo kitambo akiwakemea wahubiri, na kuna vitu alikuwa ananena, sitaki kumzungumzia sana, lakini wakati huu amenyamaza, aongei. Kuna mwingine anaitwa Pastor Apostle Jola Lob. Nilimuona kwanza huyo hanawoni Ruto ati aliambiwa na Mungu, ati niko na hizo clip imesindaoni road, nikasiweka kwamba ati anaambia rais aliambiwa na Mungu rais hawezi maliza kipindi chake. Nataka niambie rais hivi, rais simama, Mungu alikuteua, kanisa ndio ilikuchagua, na wakasema umeitwa na Mungu. Mungu hawezi kuwa na midomo miwili.
kusema amekuteua na mwingine aseme Mungu atakuua. Rais, tunakuombea katika jina la Yesu, simama imara. Na tunakataa wale wote wametupia roho ya kifo Kenya. I cancel it. Hakuna mtu atakupa premature death. Hakuna. Nimeona hata huyo anatambiria Babu Owino. Ati utauawa. Be careful. Babu Owino, homba, we ni Mkristo. Piga siasa zako na uwe na heshima kwa uongozi na utaenda mbali. Nataka niseme kuna nabii mwingine wa Nigeria anaitwa Prophet Abel Mboma. Abel alisema hii wiki kuna mama mkubwa wa taifa, na nikaona ameweka hapo picha ya mama moja, sitaki kutanja. Ameweka picha ya mama ati atakufa, Mungu anamchukua. Pia nikaona anaongelelea afya ya Uhuru. Prophet from Nigeria. Abel, you are in the category of false prophet. Why you prophesy to the big men in Kenya, big men with the wealth? It means you need them to find you so that you may take money to them. Be warned. I warn you, prophet from Nigeria. Nataka mtu ashare mpikie. Nimeona ametoa maunambii, anaelekeza tu watu, na ni kama anafuatilia siasa za Kenya. Wale walikuwa masishi ya Laila, waliona watu vile viongozi waliongea. So ukiwa nabii wa uongo unaenda una-analyze na unatuletea uongo wako. I warn all false prophet. Wakati wanabii Jeremia, he was warning false prophets, prophetess, pastors, leaders of the church. Na wakamweka kwa shimo la matope. Lakini one day ilitimia ile aliyokuwa ametabiri na alikuwa amenena. Na mimi na warn everyone, every false prophet pamoja na watoto wao. Nimeona mitume wandoko under 30 years, pastors, evangelists wananitusi. Ukiwa umeokoka huwezi kukatusi mtu wa Mungu. Mimi nafundisha kufuata Biblia. Hapo chini nikimaliza niwasomee hiyo Wagalatia wa 2 mstari wa 4. Inasema, mbali kwa injili ya ndugu za uongo walioingizwa kwa siri, ambao waliingia kwa siri ili kupeleleza uhuru wetu ulio nao katika Kristo Yesu. Ndugu wa uongo, wahubiri wa uongo, apostles wa uongo wameingia kwa kanisa la Yesu. Na nilisema 75% ya manabii wa Kenya ama hata Nigeria, Tanzania, wherever, hata Ghana na nchi nyingine pale, not Botswana. Hii nchi imetoka nabii Hubert Angel na ule Menjawan, hiyo nchi yao. Kuna manabii wengi na wanakimbiza Kenya. Uhuru Kenyatta and your family, nasema hivi, msitishwe na wahubiri wa uongo. Wanataka pesa zenu, wanataka mali yenu, waende wafanye kazi. Na nataka niombe, Baba, katika jina la Yesu Kristo, fungua watoto wako katika nchi yetu wa Kenya, East Africa, macho waelewe manabii wa ukweli na wa uongo, na waweze kuchunguza maandiko na wafuate maandiko. Naombea rais wetu Ruto, Bwana mprotect pamoja na mke wake. Mungu wa mbinguni, naombea Uhuru na Mama Ngina. Kama ni kwenda ni siku yako, si mwanadamu atawaondoa. Naombea Kenya, nikipiga anga yote ya manabii wa uongo na watoto wao. Wale wanaoniambia nitakufa vibaya, Baba, nasimama na neno lako, siwezi kufa. Kwa maana Yesu Kristo, the Bible says, you shall know the truth, and the truth shall set you free. Your people, they will know the truth. Daudi aliatishwa na Goliathi, na Daudi akamuua Goliathi. I have the word of God. Through the word of God I will conquer, and everyone will know the truth. In Jesus' mighty name, amen. May God bless you. Shalom. Mungu awabariki.